hii naweza nikasema kwamba aliyetakiwa kufanya operation ya mguu amekwenda kufanya operation ya kichwa. Kwa hiyo bado tatizo liko pale pale. Ukiangalia mara nyingi maamuzi ya Simba Sports Club yamekuwa yanakwepa ukweli. Inakwenda kutoa kafara watu ambao sidhani kama wanahusika na hivyo vitu. Katika haya matokeo mabovu ya Simba Sports Club, kwanza meneja ama mwalimu Pentev Miwa nilipaswa kumtoa. Niliona alifanya kazi yake vizuri tu, isipokuwa kuna vitu vilikuwa vinamwangusha. Moja, ukiangalia nakuta kwamba timu ilikuwa inaperform vizuri tu, inatengeneza nafasi vizuri, lakini wachezaji walishindwa kuzitumia nafasi. Kwa si jambo la mwalimu. Kwa hiyo kufanya maamuzi ya kumfukuza, hiyo naweza kuona kwamba ni hatua ya mwisho sana. Ni hatua ambayo nafikiri umejaribu kwenda na upepo, kwa sababu umetazama watu wengi imekuwa ni maneno wao hayo kwa mashabiki, si 100% ya mashabiki, baadhi ya mashabiki kwa wakaamini kupita huko ili kuficha maradhi yao. Ila shida kubwa ya Simba Sports Club ipo katika uongozi wao. Yaani kama kuwajibika, watu wa kwanza takiwa wajibike viongozi. Na wajibikaje? Ushafika muda wa kuachia madaraka sasa, waje vijana wapya ili kuifanya Simba Sports iwe mpya. Lakini kama wataendelea kungangania, basi sisi mwalimu wetu, kocha wote ambaye atakayekuja hapo hatakuwa na maisha marefu kwenye klabu ya Simba Sports Club. Okay. Simba ana kibarua kizito kwenye kutetea nafasi ya kuendelea kubaki kwenye mashindano makubwa ya CAF, lakini pia kwenye ligi kuu ndo kwanza iko mwanzoni. Unadhani hii kocha sasa hivi kubadilishwa, unapata picha gani ya klabu ya Simba sasa inakoelekea katika michezo yake inayokuja, lakini pia na taji la ligi kuu ambalo kila timu sasa hivi inalihitaji? Unajua hata mwalimu wa mwanzo anajua kuondoka. Kama ulitazama vizuri, mwalimu wa mwanzo alikuwa na malengo mazuri katika msimu huu ndani ya klabu yake Simba Sports Club. Na hata usajili unaoona huu ni nguvu ya mwalimu wa mwanzo, kwa sababu alihitaji kufanya kitu. Na moja ya ahadi yake alisema kwamba msimu uliopita ulikuwa ni wa kutengeneza timu, msimu huu ni kwa ajili ya kuleta mataji, kama nafikiri kama nakumbuka vizuri. Lakini mwisho siku aliishia njiani. Ni yeye mwalimu ambaye hahitaji kuondoka. Sasa kwa nini alihitaji kuondoka? Kwa sababu kuna mambo mengi yalitokea ambayo yalikuwa nje ya tija. Ni aibu kubwa kwa klabu kama hiyo Simba Sports Club. Yaani wameshindana kutokana na vile vitu ambavyo mwalimu alivieleza, na mambo aliyoyaona ikani tofauti na vile ambavyo alivyoahidiwa na anachokiona. Kwa hiyo sidhani kama tatizo ni ufundishaji, sidhani kama tatizo ni walimu. Tatizo kubwa lipo ni kwa hao ambao wanahukumu hao wanaekuja na kuwafukuza. Hao ndio wenye tatizo kubwa. Yaani ni mfano hai ni mtu ambaye bubu ndio azungumzi, alafu anakwenda hospitali anakwambia anasikia maumivu, alafu maumivu yenyewe hapo kwenye kidole, na yeye unamshika kidole, alafu unabonyeza mwili mzima, lazima atasikia maumivu tu. Yaani lazima, kwa sababu unatumia kidole chake kubonyeza mwili mzima. Ni kidole ambacho chenye maumivu. Simba Sports Club. Kwa mwendo huu kwa mwendo huu unaiona sasa ikiwania taji la ligi kuu msimu kama kiu yao ya mashabiki ambao inavyozungumza? Kwa ligi sina shaka, kwa sababu Simba Sports Club ni timu kubwa. Kwa ligi sina shaka, kwa sababu ligi una namna yake. Ukishakuwa Giant na mzoefu, una namna yake, kwanza ukapambana na ukaleta upinzani. Lakini ubaya zaidi kwamba upinzani wao wako very strong, ambaye ni Yanga Africans. Na yani usomi wao kwamba wamejipanga kuanzia management, quality ya wachezaji mpaka bench la ufundi. Lakini kwa ushindani wanaweza akaleta ushindani, na pia anaweza pia akachukua ubingwa. Ila sasa kuna ile timu kupendeza. Unajua achana na masuala ya kuchukua ubingwa. Kabla hujawa bingwa kuna ile timu kupendeza. Ukae proper ile kuanzia management mpaka bench la ufundi mpaka wachezaji. Simba ukiangalia kuna pahala panayumba, na pahala pakubwa panayumba kwenye Simba Sports Club ni eneo la management. Yaani limekaa kama ni watu ambao sio ukiangalia ni hauoni kuvutia. Imekaa ni kama sema Kiswahili, hata mambo yao jinsi yanavyokwenda, yaani aendi ile proper ile ambayo inatakikana management kubwa kabisa ya klabu ndio inavyotakiwa iwe. Sasa hilo ndio tatizo kubwa sana.
Kwa hiyo wasiporekebisha hilo tatizo na kuhakikishia watakuwa wanafukuza upepo kila mwisho wa msimu. Shukrani. Asante sana. Shukrani sana Ricardo. Haya.